Lile bifu ambalo limezidi kuendelea katika mataifa haya mawili, taifa la Uganda pamoja na taifa la Marekani, kuhusiana na kile ambacho kilichotokea siku ya uchaguzi mkuu Uganda pale, na baadaye tuhuma kuanza kutokea katika taifa la Marekani kuonesha kwamba ni kama vile kuna ile hali ya kuweza kukagua uchaguzi uliofanyika kama ni wa uhuru na ni wa haki, kama uchaguzi umefuata demokrasia. Basi kuhusiana na sakata ambalo lilizidi kuendelea, Marekani imetuma ujumbe kwa taifa hili la Uganda, na taifa hii inasema kama ifuatavyo. Mwenyekiti wa kamati ya Seneta mahusiano ya kigeni ya Marekani, Jim Risch, amekataa msamaha wa umma uliotolewa na mkuu wa majeshi ya ulinzi Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, akisema haukuwa wa maana wala wa kujitosheleza. Katika taarifa ya umma Januari 30, Risch alisema Muhoozi, ambaye ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni, alivuka mstari mwekundu licha ya kufuta ujumbe wake mtandaoni, na kuongeza kuwa Marekani itatathmini upya ushirikiano wake wa kiusalama unaojumuisha vikwazo vya ushirikiano wa kijeshi na Uganda. Kupitia mtandao wa X, Twitter zamani, Kainerugaba aliutuhumu balozi wa Marekani nchini Uganda kwa kumsaidia kiongozi wa upinzani Kyagulanyi almaarufu kama Bobi Wine kutoroka wakati wa operesheni ya kijeshi iliyofanyika usiku wa Januari 16, 2026. Hata hivyo, baadaye aliufuta ujumbe huo na kuomba radhi, akieleza kuwa alichapisha taarifa hizo kutokana na kupotoshwa kwa taarifa zisizo sahihi. Hiko ndicho ambacho kinachoendelea katika taifa la Uganda na taifa la Marekani. Kwa hiyo update nyingi ambazo zitakazokuwa zikiendelea kujili ama kutokea, tutakuwa tukikuwasilishia na kusogezea wewe kokote kule uliko. Cha msingi subscribe tu channel hii, hapo unapata taarifa zetu kila wakati ambao tutakuwa tunapandisha kazi zetu. Hadi wakati mwingine, wakati huu nikutakia wakati mwema. Bye bye.